katika miaka 54 yangu niliyoishi naye. Katika miaka 54 tuliyoishi naye, jambo kubwa nilijifunza kutoka kwa baba ni jinsi ya kupambana na kujitafutia wenyewe. Kwangu mimi binafsi, sikumbuki kama baba aliwahi kunipa hata senti moja kwenye mambo yangu ya binafsi. Alisisitiza nipambane wenyewe na kwenye kujitafutia mwenyewe. Ila katika hayo yote hakushita kuwa mshauri mkubwa, na alikuwa tunapata muda wa kuchambua changamoto tunazozipata na kushauri, lakini pesa hajawahi kunipata siku moja. Jambo lingine nililojifunza kwa baba ni jinsi ya kuishi na watu vizuri. Mahudhurio ya msiba huu ni ushuhuda kamili wa baba jinsi ya kuishi na watu. Viongozi wetu wa serikali wako hapa, wa viongozi wa chama, naona marais wastaafu, mawaziri wakuu wastaafu, wakuu wa vyombo vya usalama na jeshi, katibu kiongozi, majaji, makatibu viongozi wastaafu pia wote wako hapa. Pamoja na hayo, sisi jambo lilogusa zaidi baada ya msiba tu, kuna watu waliotupigia simu. Mfano, kuna mafundi wa mapazia waliokuwa na weka mapazia kwenye nyumba yetu pale Usangi. Walipiga wakasema, bwana, mimi lazima nije nimzike mzee. Mafundi rangi, mafundi mabomba na watu wa kawaida wote walikuja, wakasema lazima tuje. Kuna watu marafiki wa mzee wametoka Copenhagen Canada, wamekuja Copenhagen Denmark, wamekuja kumzika mzee pamoja na umbali wote. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hayo yote. Foundation wa ushirikiano hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji mdomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717 531 312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.